Aya yenyewe wanazuoni kadhaa wamezipitia tena katika kuziangalia na kujaribu kuonyesha namna zinavyofanya kazi katika hali tulionao ya sasa, yani katika swala nzima la kuporomoka kwa dola ya Israeli. Katika halaka iliyotangulia tuliangazia kwenye aya katika surat al-Isra aya 7, ambayo aya ile ilikuwa inasema kwa wazi kabisa na kwa fasaha kweli, inazungumzia kuhusu ile ahadi ya pili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Bani Israila ama kwa Mazayuni, wakati watakaporudia kufanya uharibifu duniani, pale Mwenyezi Mungu aliposema wa idha jaa wa'dul akhirah, itakapokuja ahadi ya pili au ahadi ya mwisho kwa tafsiri nyingine pia, kitakachofanyika wakati huo ambao ndio huo wakati tulionao sasa. Basi Mwenyezi Mungu ameweka mambo matatu kama tulivyoona kwenye aya iliyotangulia. Leo napenda tu kurudia haraka ili nipate kuunganisha kwenye maudhui ya kusudia kuizungumzia leo, ambayo ni aya katika suratul Ahzab. Mambo matatu aliyotaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, la kwanza ilikuwa ni liyasuu wujuhakum. Kwa tafsiri maana yake ni kwamba kuharibu nyuso zao, ambayo inatafsirika kuharibu nyuso zao, kudhalilika kwao, kuchukiza kwao mbele za watu na mbele za binadamu, na ndio tulivyoshuhudia, na kufanya waonekane uvundo ama uchuchu mbele za watu, na kuwafanya pia waonekane wameshalemewa na wameshindwa na hawawezi tena mambo, na ndivyo ilivyo sasa. Kwa hivyo hili jambo la kwanza bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi kwamba litafanyika itakapokuja ahadi ya pili ya maharibifu watakayofanya hawa Mazayuni. Jambo la pili, baada ya kuchafuliwa nyuso zao, ni Mwenyezi Mungu pale aliposema kuambia waumini kwamba mtaingia msikitini, kwa maana Baitul Maqdis, kama mlivyoingia zamani hapo mwanzo. Hili ndilo linalosubiriwa sasa, liko mbele yetu, haliko mbali sana. Ndio maana suratul Ahzab hiyo itakuja kutufafanulia litakuja lini hili. Na jambo la tatu, Mwenyezi Mungu anaendelea kusema kwenye aya hiyo ya suratu al-Isra ya 7, wa liyutabbiru ma alau tathbira, kwenda kubomoa ama kuharibu yale yote walioyajenga ama walioweka waliotengeneza katika kipindi hiki cha uharibifu wao ambao wamekuwa wakifanya pale nchini Palestina katika miaka 77 iliyopita. Hii aya tulizungumzia katika halaka iliyopita, sitaki kurudia yote, nimetaka tu kurudi nyuma kidogo ili nipate kuunganisha katika aya zitakazofuata leo, ama ndio halaka inayokusudia aya ambazo zinapatikana katika suratu al-Ahzab. Kwenye suratu al-Ahzab aya ninazokusudia kuzungumzia leo ama kuziangazia ni kuanzia aya ya 23 katika suratu al-Ahzab mpaka aya ya 27, na kila aya kwa namba inayobeba aya hii katika sura hii ambayo ni suratu al-Ahzab. Kila namba ina ujumbe ambao umewekwa chini, lakini wanazuoni leo ndio wamekuja wametutolea ujumbe kama huu unaopatikana. Yani kuna maana ile tafsiri ya moja kwa moja ambayo nitaifanya sasa ili tuweze kufahamu zile zinazungumza nini, lakini sasa baadaye kuna na kile kitu ambacho kimondani kimebebwa, ambacho nahitaji wanazuoni maalum kuweza kukitoa, na tumepata watu kama hao alhamdulillah wamekuja kutolea. Kwa hiyo mimi sasa nitakuwa tuna na nukuu na kuelezea kwa faida yetu sisi sote na kwa faida ya binadamu wote insha Allah. Aya ya kwanza katika msururu wa aya zinazokusudiwa ambayo ni aya ya 23 katika suratu al-Ahzab. Tusikizeni vizuri kabisa. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah 'alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wama badalu tabdila. Tafsiri ya moja kwa moja aya kama hii inazungumzia bila shaka enzi za masahaba, inazungumzia katika waumini wa kisawasawa wa kweli wakati walipokuwa wanakwenda kupigana jihad. Basi kuna watu ambao walikuwa wa kweli kabisa katika ahadi zao walizotoa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana wanajitolea roho zao kwenda kupigana fi sabilillah kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
hawakurudi nyuma. Kwa hivyo katika hao waliojitolea kuna wale waliokwenda na hawakurudi kabisa, wamejitolea kwa maana roho zao na mali zao, na wamekwenda wakauawa vitani, wakawa ni mashahidi. Na kuna wengine ambao hawakupata bahati hiyo. Sasa hawa ambao hawakupata hiyo bahati wanasubiri nao wakati wao ufike, ili wapate fursa na bahati ya kupata shahada, yani kwa maana kuuawa katika vita fi sabilillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakawa wanaendelea kusubiri kwa hamu kabisa, na hawakugeuka wala hawakungeuka wala hawakurudi nyuma, walibaki kwenye ahadi yao. Hii aya ni maarufu kabisa, na hii ndio tafsiri yake ya haraka haraka. Sasa aya hii kwa tafsiri ya mtazamo wa hali ilivyo duniani leo, hii aya ni aya nambari 23. Wanazuoni hapa sasa wanajaribu kuangalia ama kuangazia matukio makubwa yaliyotokea katika ulimwengu wetu sisi wa leo, na wameunganisha moja kwa moja aya hii na tukio lililotokea mwaka 2023 ambalo ni tukio la wapiganaji wa Hamas walipoanzisha mashambulizi yao makuu yaliyopewa jina la Tufan al-Aqsa, kwa maana tufani ya Aqsa, ikiwa ni ishara kwamba haraka zao na mapambano yao ya ukombozi na kuikomboa Aqsa yakiwa yameanza rasmi wakati huo, yani mwaka 2023. Kwa hivyo katika ile namba ya 23 kwenye mwaka wa 2000, hapa ndipo baadhi ya wanazuoni wanaposimama kidogo na kutugusia kwamba hii 23 ya aya hii na hawa watu waliotoka wakiwa tayari kujitolea roho zao moja kwa moja fi sabilillah inafanana na wale watu waliotoka katika mwaka 2023. Kwa hivyo 23 ya mwaka 2000 ile na 23 namba ya aya hii ya sura al-Ahzab, ujumbe ni huo mmoja. Inazungumzia watu ambao ni waumini wa kisawasawa waliotoka kwa ajili ya kwenda kusadikisha neno la Allah subhanahu wa ta'ala na kujitolea roho zao kwa ajili ya kutetea na kulinda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hao kuna waliopata shahada, waliobahatikiwa kupata shahada, na kuna wengine ambao bado hawajabahatikiwa wakiwa wanasubiri. Kwa hivyo ni kama kwamba Allah kwenye aya hizi zilizoteremka miaka 1400 ushei iliyopita, lakini tukizitazama kwa muktadha wa wakati wetu wa sasa, ni kama kwamba hizi aya zinazungumzia mambo ambayo yamejitokeza mwaka 2023. Kwa hivyo aya ya 23 inazungumzia habari ya mwaka 2023, na sote tumeshuhudia tukio kama lile ambalo ndio ilikuwa kianzilishi cha vita vilivyokuja kuendelea baadaye kutoka dola ya Kizayuni, vita vya miaka miwili kama dunia ilivyoshuhudia, ambavyo vita vile vimekwenda kusitishwa wiki iliyopita. Aya inayofuata ya 24 ambapo Mwenyezi Mungu anasema liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adhiba al-munafiqina in sha'a au yatuba alayhim inna Allaha kana ghafuran rahima. Hii aya 24 kwa maana yake ya haraka haraka ya moja kwa moja inasema hivi, unganisha na aya 23 bila shaka yote, ili Mwenyezi Mungu apate kuwalipa wale wa kweli kabisa. Wa kweli hapa ni wale waliojitolea mwili wao, roho yao na nafsi zao na mali yao, waliojitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona mwaka 2023 kwenye operation ya Tufanu ya Aqsa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awalipe wale kwa ukweli wao walionao ambao unajulikana na Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Lakini pia kwenye aya hiyo ya 24 nasema wa yu'adhibal munafiqina insha, na Mwenyezi Mungu apate kuwaadhibu wanafik. Sasa hapa tusimame kidogo kwa tafsiri ambayo wanazuoni wanatupatia hivi sasa, kwamba hii aya ya 24 inayozungumzia malipo kwa makundi mawili, kundi la wale waliojitolea fi sabilillah, lakini pia malipo mengine ya wale waliotenda maovu ambao ni wanafiki. Na wanafiki wamepata kujulikana katika kipindi hiki cha vita hivi vianze,
hasa kuanzia mwaka wa 2024. Kwa hivyo aya 24 ya sura al-Ahzab inaangazia matukio ya mwaka 2024, tukio katika muktadha wa tufanu ya Aqsa. Kwa hivyo hapa katika 2024 wale ambao ni wakweli kabisa wamejulikana, na wale ambao ni wanafiki pia nao wamejulikana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka yote. Lakini hata kwa binadamu wa kawaida pia sasa watu kama hao wameshajulikana. Tuje katika aya ya 25 ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye aya 25, tusikizeni kwa makini kabisa. Waradda Allahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira, wale waliokufuru. Na hizi aya zote za sura al-Ahzab ninazosoma ziliteremshwa na zinahusiana na zina mafungamano moja kwa moja na Mayahudi wa Madina, hasa Mayahudi walile kabila linaloitwa Banu Quraidha. Kisa chake ni maarufu sana na kinapatikana katika vitabu vya sira ama vitabu vya historia. Hizi aya zinazungumzia Mayahudi wa Banu Quraidha waliokuwa Madina, ambao kwa hila zao na kwa khiana zao na kwa udanganyifu wao waliokuwa wakifanya, wakitaka kuisambaratisha ama kuiangamiza dola mpya ya Kiislamu iliyokuwa imeanza Madina pale chini ya uongozi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hawakufanikiwa kwa hilo. Matokeo yake ikawa ndio haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayazungumzia na adhabu iliyowashukia Mayahudi kama wale Banu Quraidha. Sasa leo najaribu kulinganisha aya hizi zilizoteremka wakati ule, zilizoteremka kwa Mayahudi na hali ilivyo sasa kwa Mayahudi wa sasa vile vile, ndio tunaziangalia. Kwa hivyo aya ya 25 maana yake tunazungumzia matukio ya mwaka huu wa 2025. Kwa hivyo aya inasema hivi: Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazifuta ama akazitupilia mbali vitimbi vya wale makafiri, kwa maana Mayahudi hapa, na hawakupata lolote walikuwa wanalikusudia. Na Mwenyezi Mungu wakafallahu almu'minina alqitala, Mwenyezi Mungu akawatosheleza waumini kwenye vita kama hivyo, kwa maana aliwateremshia msaada ambao ni malaika na upepo. Na ni kisa maarufu katika sura hii ya Ahzab inazungumzia habari kama hizo. Kwa ufupi na kwa miujiza aliyoteremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye hii aya ya 25, Mayahudi wa Banu Quraidha walishindwa kutimiza malengo yao waliokuwa wamekusudia dhidi ya Waislamu, na Waislamu wakaibuka kwamba ndio washindi. Na baada ya ushindi kama huu, ndio sasa nasi tunakuja kuangalia mwaka 2025 ambayo inalingana na hii aya ya 25. Kilichotokea mwaka 2025 ni sawa sawa na kinachozungumziwa kwenye aya ya 25 ya sura al-Ahzab. Waliokusudia Mayahudi wa sasa ambao ni Mazayuni kutaka kusambaratisha umma wa Kiislamu na pale Falastini na kuwakomoa ama kuwatoa Wafalastini wa Gaza wote katika nchi yao ile na kuhamisha sehemu nyingine vile walikuwa wamepanga, na mengine mengi ambayo walikuwa wamepanga, pengine mengine hatuyajui. Yote hayo hayakufaulu, hayakufua dafu, na Mwenyezi Mungu ameyasambaratisha au amezisambaratisha zile nia zao ovu walizokuwa nazo. Kwa hivyo wao wakawa sasa ni kushindwa, na waumini wakapata nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuendelee katika aya ya 26. Sasa aya ya 26 tukiwa tutailinganisha na mwaka wa 26, maana yake sasa tunazungumzia utabiri wa mwakani na baada ya hapo, kwa sababu nimesema leo nazungumzia mpaka aya ya 27. Kwa maana hiyo kuanzia hapa ninapoingia kwenye aya ya 26, maana yake sasa naingia kwenye utabiri wa mwaka wa 2026 na vile vile utabiri wa mwaka wa 2027 kwa mujibu wa aya hizi ninazosoma kwenye suratu al-Ahzab. Kwa hivyo aya ya 26 Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hivi: wa anzala alladhina dhaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuteremsha nusra kwa waja wake ambao ni waumini na kusambaratisha nia ovu walizokuwa nazo Mayahudi wa Bani Quraidha, sasa baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
wateremsha, kwa maana akawasababisha wao kutolewa katika zile ngome zao walizokuwa wamejilinda nazo, kwa maana ndio wameshashindwa, wanajifungia pale, wakaona ngome zao zitawahami, lakini hazikuwahami. Mwenyezi Mungu akawasababishia wao wakawa ni wenye kutoka na kushuka, sio wao peke yao, bali wao na hata wale waliokuwa wakiwasaidia wote wakashuka kwenye zile ngome zao walizokuwa wamejilinda nazo, na Mwenyezi Mungu akatia ndani ya nyoyo zao, wakadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, akatia hofu kubwa ndani ya nyoyo zao, wakawa wanaogopa, wakiwaona waumini wanaogopa. Na hii ndio hali ilivyo. Tumeshuhudia jinsi gani wanajeshi wa Kizayuni pale wanavyoogopa waumini pale Gaza. Wengi wameshindwa kupigana kwa sababu ya hofu, kwa sababu kuogopa tu basi. Walikuwa wanajifungia kwenye vifaru vyao, wanashindwa kutoka. Wafalastini wanakwenda pale, wanalipua vile vifaru kwa mikono, wanatembea kwa miguu yao. Ya matukio yalikuwa watu wakishuhudia kwenye simu zao na kwenye mitandao mbalimbali. Kwa hivyo baada ya hapo sasa Mwenyezi Mungu anahitimisha aya hii kwa kusema fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa, mtawaua kundi miongoni mwao katika hao wapiganaji wao, na wengine mtachukua ni mateka. Kwa hivyo hii ni aya 26 ambayo inazungumza kwamba Mwenyezi Mungu nyuma huko aliwatoa kwenye ngome zao walizokuwa wamejihami nazo, na baada ya wao kutolewa kwenye ngome kama hizo wakati wa hofu, na baada ya kutoa hofu sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia kwamba waumini watakwenda kuwateka na wengine watakwenda kuwaua. Kwa hivyo hii ni aya 26. Tuseme haya ndio matukio yanayotarajiwa kwenye kipindi cha mwaka wa 26 unaokuja, tutakapokuwa hai sote tutashuhudia mambo kama haya. Kwa hivyo aya hii iko wazi kabisa kwamba ngome wanazozishikilia Mazayuni zinakwenda kusambaratika. Ikiwa ngome yao kwa sasa ni dola yenyewe ya Kizayuni, inakwenda kusambaratika. Ikiwa ngome yao ni kutegemea nguvu za Marekani na pesa za Marekani na silaha za Marekani, nazo pia misaada kama hii inakwenda kusambaratika vile vile, ama wanakwenda kunyimwa misaada kama hii. Yani mambo yanaweza kutokea, tutakuja kuona huko mbeleni yatakuwa yanatoka vipi. Allah ndiye anayejua zaidi, wallahu a'lam. Tumalizie aya 27 ambayo huzo na utabiri wa mwaka wa 2027. Katika aya 27 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa awrasakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhan lam tatauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Aya 27 iliwaambia waumini wakati ule miaka 1400 iliyopita, baada ya kuwasambaratisha na kuwatoa kwenye ngome yao, Mwenyezi Mungu sasa akawamilikisha nini waumini? Akawamilikisha nini? Kitu gani? Akawamilikisha ardhi yao waliokuwa wakikalia wakati ule, akawamilikisha nini vile vile? Nyumba zao na majumba yao na mashamba yao, akawamilikisha nini vile vile? Mali yao, na pia akawamilikisha na ardhi nyingine ambayo iko nje ya Madina. Wakati huo ninyi waumini bado hamjafika, lakini mtakuja kuifikia ardhi kama hiyo. Na hii ardhi ndio kutafsiriwa baadaye kama ni ardhi ya Khaybar, ambayo ndio ilikuwa kama Mayahudi kipindi hicho. Pia Allah akawasakhirishia na akawasahilishia waumini, wakaenda wakaichukua ardhi kama hiyo ya Khaybar, na wakawashinda Mayahudi waliokuwa pale, Mayahudi wa Khaybar. Na Mwenyezi Mungu anasema wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, na ni mweza wa kila kitu anachotaka. Kwa hivyo utabiri wa mwaka 2027 kutokana na aya 27 hii ya sura al-Ahzab inawaambia waumini wa leo ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawamilikisha insha Allah kuanzia pale Gaza na Palestina yote. Allah atawamilikisha ardhi inayokaliwa na Mayahudi ambayo inakaliwa kwa mabavu, atawamilikisha majumba yao vile vile, na atawamilikisha mali yao, na atawamilikisha na ardhi nyingine ambayo bado hawajaifikia, hatujui ni ardhi gani kwa sasa. Ikitokea tutakuja kujua wakati kama huo. Watukufu watazamaji popote mlipo, hizi ndizo aya nilizosoma leo katika suratul Ahzab kama mlivyoona na kama wanavyoona watu mbalimbali.
Hizi aya ni kuanzia aya 23 mpaka aya 27 katika sura Al-Ahzab, na zote zinazungumzia Mayahudi wakati ule Banu Qurayza mwaka 1400 iliyopita. Lakini ukiziangalia kwa sasa na ukazitabikisha kwa Mayahudi wa sasa, basi utaona aya zinatoa ujumbe wa wazi kabisa, kama tulivyoona. Ilmu al-yaqin ya yote haya yanazungumza inda Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Binadamu na wanazuoni wetu wamejitahidi na wameangalia na wakaona haya waliona. Kuhitimisha, ni nukuu mwanahabari mmoja wa Kiyahudi wa Kizayuni, mwanahabari mkongwe kabisa, yani senior journalist, ambaye kwa jina anaitwa Levi, jina la pili nimesahau. Mwanahabari huyu ambaye ni maarufu sana na amekuwa akizungumza sana kuelezea maovu ya dola yake na nchi yake, licha kwamba ni Myahudi, lakini anazunguka dunia nzima akielezea kwamba nchi yetu inavyofanya sivyo kabisa. Yeye juzi, baada ya kusainiwa mkataba wa kusitisha mapigano na kusimamisha vita, kwa kauli yake, na amenukuliwa na magazeti huko kwa Israeli, yani gazeti, yeye anaandika kwenye gazeti linaloitwa Haaretz, alisema kwamba mahali nchi yetu ilipofika hivi sasa imezama na imedidimia, na haitarudi tena vile ilivyokuwa, ila baada ya miaka mingi sana. Kwa neno aliyolitumia yeye kwa Kizungu, anasema it will only recover after decades. Decades maana yake decade moja ni miaka 10, na yeye ametumia kwa plural, yani kwa wingi, maana yake decades mwisho kuna s, maana yake ni kuanzia miaka 20 kwenda mbele. Kwa maoni yake yeye, huyu mwanahabari wa Kiisraeli wa Kiyahudi, kwamba nchi yake imeporomoka na imedidimia, na mahali ilipofika haiwezi karudi tena ama ikasimama tena upya ila baada ya miaka isiyopungua 20. Hii ni kauli yake. Lakini sisi baada ya kutazama kauli yake hii kwamba itaamka si chini ya miaka 20, kwanza tunakubaliana naye ya kwamba ni kweli dola ya Israel imeporomoka kama anavyosema hapa. Tunakubaliana naye, mahali kufika imeporomoka, hili tunakubaliana naye moja kwa moja, tunamuunga mkono kwa hili. Na pale kusema kwamba haitaamka isipokuwa baada ya miaka zaidi ya 20, hapa tunakubaliana naye kipande kimoja cha kauli hii. Tunakubaliana naye kwamba kuamka kwenyewe dola kama hii itachukua miaka mingi sana, ambayo si chini ya miaka 20. Kwa hivyo tuna miaka zaidi ya 20 mbele huko, ambayo miaka zaidi ya 20 tutakayoishi ni miaka ambayo dola Israeli itakuwa inaishi kwenye mporomoko, kwa mujibu wa kauli ya huyu bwana.